katika makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii, tunamwangazia Magdalene Stella Ramoya, mjane ambaye amechukua jukumu la kuwainua wajane wenzake katika kijiji cha Luanya, eneo la Matayos, viungani mwa mji wa Busia. Kwa miaka kadhaa, Magdalene amekuwa kielelezo chema kwa wenzake anaowainua kupitia miradi mbalimbali na kuwapa matumaini ya kuendelea na maisha licha ya changamoto wanazokumbana nazo. Leo hii basi tunamvisha taji la Mwanamke Bomba kutokana na juhudi zake ambazo zinawanufaisha zaidi ya wajane 5,000 huko Busia. Kwa majina, ninaitwa Magdalene Stella Ramoya, natoka Busia County, Luanya Location, Luliwa Sublocation. Mimi ni mama Mkatholiki na shiriki Luanya Catholic Church, na pia mimi ni mama wa CWA. Mimi ni mama mjane, sasa ni mwaka wa 20 tangu mme wangu aage. Mme wangu aliitwa Anton Andera Ramoya. Vile aliaga, niliomba Mwenyezi Mungu sana. Nikasema sasa mimi nitafanya aje? Nitatembea na nani? Nitakuwa naongea na kina nani? Ndio Mungu akanipea vision ya kuanzisha kikundi cha wamama wajane. So niko na vikundi vingi, lakini zaidi ya mno niko na kikundi cha Muungano Widows Community Based Organization, ambayo imebeba vikundi vingi, 50 groups in Busia County. Ukienda kila sub county ya Busia, mimi niko na kikundi pale. Hawa watoto kuanzia miaka 18. Kazi yangu mimi huwa nafunza wamama hali ya kukaa pamoja, naleta wamama wakuje pamoja, wafanyie kazi pamoja, kwa sababu boma ni la mama. Hata licha ya kwamba wazee wameenda, ninafunza wamama mambo ya kuandika minutes. Wamama wengi hawajui kuandika minutes. Hata wajane wengi hawajui wataanzia wapi na wamalizia wapi. Pia kupata certificate kwa wamama ni vigumu, hawawezi wakapata. Wakitaka mimi nawapeleka, nawajazia, nawaandikia mpaka wanapata certificate. Na vikundi vingi vimefaidika kupitia kwa mikono yangu. Pia nafunza wakina mama kilimo hifadhi, kilimo bora. Sio ukulima tu, lakini ukulima wa kupata pesa, agribusiness. Pia nafunza wamama wafanye bidii, tuwe na chakula nyumbani. Wamama wavuge kuku, wamama hata wavuge nguruwe, wamama at least wakuwe na kitu cha kufanya pale nyumbani. Pia naelimisha wamama mambo ya gender based violence, ya kwamba mama unapopata mambo ya gender based violence utafanya nini? Utaenda kwa chief, ureport, uende hospitali. Kabla uende hospitali usioge, ili kama umetendewa hilo tendo lionekane kwa daktari ya kwamba kweli it's true umefanywa jambo mbaya. Kuna mwenye sijaandika mambo mengi ambayo tunafanya, na wamama wengi ambao wamesikia mwito wangu wamekuja wengi sana, na tunatembea nao vizuri licha ya kwamba hatuna resources, but tunajaribu. Changamoto nyingi ambazo tunapata ni kwamba hatuna resources za kutosha, hatuna pesa. Pia tungekuwa na vitu zetu kwa county, kama kusherekea siku ya kina mama wajane, ilikuwa mwezi wa 7, lakini hatuna resources za kubeba wamama kupeleka pale Busia. Wamama pia waende wajisikie, wamama wakunywa hata soda, wamama wacheze, wamama wa dance, wamama waongee maneno yao ya ujane. Kama wamama 5,000 Busia County mzima ambao wako nyuma yangu na wanafanya kazi vizuri sana. Kwa groups zao wanafanya table banking, wanafanya merry-go-round, wamama wanalima, wamama wako na kila kitu. Wamama wamenunua viti, wamama hata wamenunua mahema, wanakodesha kwa matanga, kwa harusi, ili wapate pesa ya sustainability. Inawasaidia katika vikundi vyao. Hawa mama ambao ni wagonjwa, sababu magonjwa yalikujia wanadamu, tuko na network. Hivi majuzi nilienda kuwakilisha wamama kwa NEFAC, shirika la NEFAC Nairobi, pale Ufangano House, na tuliongelea mambo ya HIV and AIDS. Tunataka HIV and AIDS iishe mwaka wa 2030. Tusiwe tena na shida yote ya ukimwi. Ninajivunia kwa sababu huwa nafunza wamama wangu ya kwamba, je, Mungu akisema hii dunia iende juu na mbingu ikuje chini, hawa wanaume warudi, watatupata wapi? So ninajivunia wamama wamekaa nyumbani, wamelinda mji wao, wamelinda vitukuu, wamelinda wajukuu, wamelinda hata watoto wao. Wamama wamesomesha watoto na wamekaa pale nyumbani. Wamama hawa banduki na wanafanya kazi vizuri. Na hata wamama wanaweza kuwa leaders. Kama mimi niliwahi simama MCA Matau South Ward. So mama mjane pia anaweza kuwa leader. So tunaomba ya kwamba tupewe nafasi kama sisi wamama wajane, pia nasi pia tupate kusimamia mambo mengi, kusimamia politics. Wamama wakuwe walimu, wamama wafanye kazi nyingi sana kwa hii Kenya yetu.